Kifungu cha 3. Haki za kibinadamu. Haki za kibinadamu ni haki ambazo raia wote wanapaswa kuwa nazo bila kujali rangi, jinsia, dini au hata utaifa. Haki hizi za kimsingi zinapaswa kulindwa na kuheshimiwa na serikali na watu wote. Haki hizi zimo kwenye katiba yetu na zinatumiwa kama msingi wa amani, haki na maendeleo katika jamii zetu. Katiba hulinda raia dhidi ya uonevu unaoweza kutokana na ukiukaji wa haki hizi. Miongoni mwa haki ni haki ya kuishi, haki ya kujieleza, haki ya kupata elimu miongoni mwa nyingine. Haki hizi zinafaa kudumishwa ili watu waweze kuishi maisha ya heshima na utu. Haki hizi zikitiliwa maanani, watu wanaweza kuishi kwa uhuru na heshima. Wanaweza kutoa maoni yao na kushiriki shughuli za kisiasa pasi na kuogopa. Haki ya kupata elimu na afya ni ya manufaa makubwa sana. Ni muhimu kwa watu wote kuelewa na kuheshimu haki za binadamu. Kumnyima mtu haki yake ni sawa na kumnyima ubinadamu wake. Ni kumfanya mtu kuwa zuzu asiyejifanyia maamuzi yoyote. Hutii tu analoambiwa bila kuhoji. Jamii iliyopungukiwa ni ile ambayo haitimizi haki za kila mwanajamii na kuzilinda kwa hali na mali. Maswali na majibu. Swali la 13. Chagua jawabu lisilo sahihi kulingana na aya ya kwanza. A. Serikali ndiyo tu inapaswa kuheshimu haki za raia. B. Watu wote wanapaswa kuzingatia haki za kibinadamu. C. Katiba ina jukumu la kuhakikisha sheria zinafuatwa. D. Wakiukaji wa haki za binadamu wanapaswa kukabiliwa kisheria. Jibu la 13. A. Serikali ndiyo tu inapaswa kuheshimu haki za raia. Hili si sahihi kwa sababu aya ya kwanza inasema haki zinapaswa kuheshimiwa na serikali na watu wote, si serikali pekee. Swali la 14. Vijana waliopigwa na askari wakafa. Ni haki gani zilizokiukwa? A. Haki ya kuishi na ya afya. B. Haki ya elimu na kujieleza. C. Haki ya kuishi na kujieleza. D. Haki ya afya na elimu. Jibu la 14. A. Haki ya kuishi na ya afya. Kwa sababu walipigwa na kufa, hiyo inakiuka haki ya kuishi. Na kupigwa ni kuumiza mwili, hivyo inakiuka haki ya afya. Swali la 15. Serikali inapotimizia raia wake haki, hii ni ishara ya A. Wanaonyimwa haki zao huwa mazuzu. B. Kudorora kwa uchumi wa nchi. C. Binadamu kutopata utu wake. D. Jamii kulinda haki zao. Jibu la 15. D. Jamii kulinda haki zao. Kwa sababu serikali ikitimiza haki za raia, inaonyesha kwamba jamii inazilinda haki hizo. Swali la 17. Neno umadhila linalingana na uonevu. C. Kisawe chake. A. Dhuluma. B. Uhasama. C. Chuki. D. Matatizo. Jibu la 17. D. Matatizo. Madhila au uonevu una maana ya dhuluma, uhasama au chuki. Lakini matatizo si kisawe sahihi.